kwenye mahusiano au unaingia labda kwenye ndoa na kuamini kwamba unapaswa kufanyiwa. Kwa sababu kuna baba wa familia, so akufanyie kila kitu. Unataka hiki, utasema nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Hakuna mwanaume ambaye anapenda kumfanyia mwanamke kila kitu. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba ni lazima mwanamke ama mtoto wa kike kujua kwamba kile ambacho unahitaji kufanyiwa na mwenzako, wewe unaweza kujifanyia? No, anatakiwa aweze kufanya. Yes, anatakiwa aweze kufanya. Je, wewe mwenyewe unaweza kujifanyia? Sasa inategemea. Inategemea na nini? Itategemea kama anataka kwenda Kempiski. Habari yako mdau wa kipindi chetu pendwa cha Fix with Cameroon. Karibu tena kwenye episodi nyingine tuliyokuandalia leo. Na mtu mmoja makini sana hapa Tanzania anaitwa Zainab Lukuta. Zainab ni mjasiriamali lakini pia ni mkulima huyu. Yeye anasema kwamba analima vyakula vya aina tofauti tofauti, lakini vyakula vyote hivi vinalika. Ukiachana na hayo, Zainab ni mama wa watoto wawili. Kwa nini nimemuita hapa Zainab? Siku zote mimi nikiwa na communicate na watu au na chat na mtu, anapenda kutafuta funzo kwenye, yani kwa mtu, na sijui ndo tabia nilionayo. Napenda kutafuta funzo ndani ya mtu. Kwa hiyo katika kuzungumza na Zainab nikagundua ana kitu cha kuwaletea watu wanaofuatilia jukwaa hili la Fix You kujifunza kuhusu masuala ya ndoa. Vitu gani unatakiwa uzingatie labda kabla ya kuchagua mwenza, vitu gani unatakiwa usivisahau baada ya kuingia kwenye ndoa na vitu kama hivyo. Lakini nimempa title ya kwamba atuambie yani vitu ambavyo alitamani angevijua kabla hajaolewa. Mimi natamani kuvijua. Mara nyingi hapa ndio watu tunapata mafunzo mengi sana. Pengine uwaga hakunaga mtu ambaye aliangalia vitu vyote afa akaingia kwenye ndoa. Lazima utaruka tu, kuna vitu utaruka pale. Alafu ukishaingia unajua I say kumbe hapa ningefikiria hivi wakati ule, ina maana huku ningepata matokeo haya. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili hiyo. Tunamkaribisha sana Zainab na karibuni kwenye kipindi. Kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa unatujoin, yani ndo umesubscribe, na kukaribisha sana 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 kwenye channel yetu. Hapa sisi ni wanafunzi wa maisha. Kama wewe ni mwanafunzi wa maisha, basi na kukaribisha darasani, na darasa hili tunajifunza kutoka kwa watu mbalimbali. Mtu wa aina yoyote mimi naamini anaweza kukufundisha kitu chochote. Kwa hiyo nakukaribisha sana kwenye familia hii. Inawezekana siku moja nikakaa nikazungumza na wewe pia. Mungu akitupa huo wakati, basi tunaweza tukafanya, ila inawezekana kabisa. Kwa karibu sana na karibu sana Zainab. Asante sana, nashukuru. Right, sasa nimekutambulisha hivyo kwa ufupi. Pengine kuna vitu ambavyo vingine ambavyo hujaniambia ungependa watu wavitambue kuhusu wewe. Okay. Nafikiri kwa sasa hivi, kwa sababu nimeamua kuweka focus yangu yote kwenye kitu ambacho sasa nakifanya, unaweza ukanitambulisha tu namna hiyo. Kama mkulima organic, nafanya kilimo hai. Ndio, mimi ni mkulima lakini pia bado ni mama wa watoto wangu wawili. Alright. Yes. Wavulana wawili. Safi sana. Hongera sana kwa kazi sana. Asante sana. Za siku nyingi. Salama. Maisha namshukuru Mungu. Maisha yanaenda. Yanaenda vizuri. Yeah. Sawa. Kama nilivyokuwa tumezungumza kwamba tutazungumza, natamani nijue vitu ambavyo wewe ulitamani kuvijua kabla hujaolewa. Sawa. In form of lessons. Yeah, okay. Kwanza mara nyingi, unajua ikishafika kipindi cha ndoa ama harusi, huwa tunakuwa na ule mhemko fulani, unataka tu uingie. Yes, unataka tu uingie. Uonekane na wewe umeingia. Na wewe umeingia. Unafurahia hivyo na ndugu zako wanafurahia hivyo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mara nyingi huwa tunakisahau. Na kitu ambacho tunakisahau ni kuhusu sisi wenyewe. Kwa sababu kuna Zainab ambaye anaenda kuolewa, anakuwa mke wa mtu, baadaye anakuwa ni mama, lakini yupo yule Zainab
mwenyewe mwingine. Huyu huwa tunamweka pembeni kwanza, kwamba msubiri kwanza kidogo. Niende nikawe mke mwema, niende nikawe mama wa watoto. Sijui kama unanielewa. Very true. Yes. Kwa hiyo kikubwa sana ambacho nimejifunza ni kujikumbuka. Yaani hata siku moja mtoto wa kike ama mwanamke hupaswi kusahau wewe ni nani kabla ya kuingia kwenye ndoa. Ni muhimu sana. Kwa sababu kitendo cha wewe kujua wewe ni nani kinaweza kikakusaidia hata jinsi ya kuishi ndani ya ndoa yako, jinsi ya kuwa mama bora na kadhalika. Lakini ukisahau kwamba wewe ni nani, kuna uwezekano mkubwa sana ukaingia kwenye ndoa na ukafanya vitu ambavyo havihusiani kabisa na wewe. Wala havifanani na wewe. Ila labda ni kwa sababu tu ya mihemko ile ya ndoa na kadhalika. Kwa hiyo kitu cha muhimu ambacho kila msichana ama kila mvulana au mwanaume ambaye anaamua kwamba anataka niingie kwenye ndoa ni kutojisahau. Kujitambua. Kwanza muhimu kujua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, umeumbwa na Mungu. Jambo la msingi sana. Mungu amekuumba wewe. Hujadondoka tu kwenye mti, hapana. Mungu alikuumba wewe, yani vizuri kabisa, tena kwa mfano wake. Kwa hiyo lazima kila siku kumbuka kwamba mimi nimeumbwa na Mungu na ni kwa mfano wake. Kwa hiyo ni lazima hata matendo na vitendo na mambo yote ambayo utaenda kuyafanya yafananie kama vile wewe ni mtu ambaye umeumbwa na Mungu. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni lazima ujue wewe unasimama wapi. Kivipi? Values zako ni zipi unazozisimamia. Kama ulikuwa na values fulani ambazo ulikuwa unazifuata tangu unakuwa na usichana wako na kadhalika, huna haja ya kuzisahau kwa sababu tu eti umeingia kwenye ndoa. Yes. Nitakupa mfano. Mfano, unaweza ukawa wakati unasoma labda chuo kikuu na kadhalika na nini. Value yako kubwa labda ilikuwa ni kwamba utaheshimu watu wengine, lakini pia utajiheshimu na wewe mwenyewe. Lakini inapotokea kwamba umeingia kwenye ndoa, unasahau kujiheshimu wewe mwenyewe, ukaweka heshima tu kwa yule mwenza wako peke yake. Lazima kuna vitu vitaenda tofauti. Kwa hiyo unaweza ukapokea kutokuheshimiwa. Exactly. Na ukaona ni sawa. Ukaona ni sawa tu. Ukatendewa mabaya na ukaona labda hivi ndivyo inavyopaswa kuwa. Sijui kama unanielewa. Yes. Lakini ukikumbuka kwamba nina values fulani au kuna vitu fulani ambavyo nasimama navyo mimi kama mtoto wa kike au mimi kama msichana, hutaweza kuruhusu hivyo vitu viendelee kwa muda mrefu au hata kama ni kwa muda mfupi, au kikitokea tu kichwani kwako utafikiria, utakumbuka kwamba hapana, hiki hapa hapana, hakiendi sawa sawa na vile ambavyo mimi nilijijenga au vile ambavyo mimi wazazi wangu walinijenga. Sasa kuna baadhi ya watu ambao inawachukua muda sana. Wengine ndani ya mwaka anaweza akagundua kusema kuna kitu hakiko sawa. Wengine miaka 3, 5, 10, 20, wengine mpaka 40, wengine mpaka wanazeeka. Ndio wanakuja kugundua kwamba hapana, kuna kitu ambacho hakipo sawa. Nilikiruhusu na hakikuwa sawa. Yes. Kwa hiyo hapo kwenye hapo hiyo ni changamoto, kwa sababu kuna namna hizo values, ama values si tuseme ni nini kwa Kiswahili. Values naweza zikawa ni kitu kama misimamo, sijui. Unaweza kuweka namna hiyo. Yani vitu ambavyo wewe umejiwekea kwamba mimi yes. Mimi bwana mwanaume akichepuka tu basi mimi nadhani hatuwezi kwenda sawa. Au mtu akiwa muongo basi mimi nadhani tashindana naye kwa sababu mimi siamini katika ujanja. Yes. Umeona? Au kuna yani kuna misimamo fulani ambayo kama hivyo, yani kwamba mtu asiponiheshimu basi mimi nadhani tutashindwana. Vitu kama hivyo vinaweza ukaingia navyo, lakini sasa Zaina unajikuta umeingia kwenye ndoa, lakini ndo umepata watoto. Umeona? Pale ndo sisi wanawake huwa tuna compromise values. Yani pale unajikuta una vitoto vyako viwili,
alafu unakumbana na kutokuheshimiwa. Alafu value yako inakwambia mtu asipokuheshimu ina maana anakosana na wewe. Lakini kwa sababu ya wale watoto mtu inambidi avumilie, yani avumilie yule mtu a cross boundaries, avuke boda, aingie kwenye ulimwengu mwingine ili huyu aweze kuprotect watoto. Kwa swali langu kwamba wewe unazungumzaje na mwanamke ambaye yupo anaona kabisa misimamo yake ambayo alikuwa nao au maadili yake ambayo ameyazoea, huyu mtu ameyavuka kupitiliza. Lakini yupo anasema labda atabadilika kesho, labda ataniona kesho, labda kitu kikubwa ambacho mimi nakiona ni kwamba kwanza lazima tujue tunapoingia kwenye mahusiano, wewe huna nguvu yoyote ya kumbadilisha mwenzako kama yeye hajaamua, kwa sababu wote mnakuwa ni watu wazima. Kwa hiyo cha kwanza unajidanganya kama unasema ipo siku atabadilika. Hakuna kitu kama hicho. Kama alikuonyesha yeye yuko hivi, basi ujue ndio hivyo ataenda. Napaswa kuamini hivyo. Uamini kwamba ndio hivyo. Mtu akikuonyesha yeye ni nani, amini kwamba hivyo ndivyo alivyo na hakuna kitu unaweza kubadilisha. Lakini pia naweza nikaongelea kwa upande mwingine ni kwamba kwa nini mara nyingi huwa tunakutana na changamoto. Changamoto kwa mimi ninavyoamini, si juti changamoto yoyote ambayo nimepitia, na namshukuru Mungu kwamba nimepitia yoyote yale ambayo nimeyapitia. Kwa nini? Kwa sababu mimi nisingeweza kukua au nakuwa vile ninavyotaka bila kupitia changamoto fulani. Kwa hiyo kwa yoyote yule ambaye labda anapitia changamoto sasa hivi, labda yuko kwenye mahusiano yake na yana changamoto, hakuna mtu unaweza kusema naomba nitoe jina la mtu fulani ndio aipitie. Hiyo ni ya kwako. Hiyo ni yako. Hiyo ni ya kwako. Kwa hiyo sasa jinsi ya kudili nayo kwanza ni kukubali kwamba nimeingia hapa napitia hii changamoto. Ukishakubali ndio utajua jinsi ya kuendelea mbele. Usipokubali ukiendelea kupingana nayo utazidi kuumia. Kwa hiyo kwanza kubali kwamba mimi napitia changamoto hii fulani. Halafu ukishakubali kwamba napitia hii changamoto fulani, basi Mungu atakuonyesha njia gani ya kutokea. Ama uanzie wapi, ama ufanye nini. Ni ngumu, najua ni ngumu. Na saa nyingine huwa inatokea kwamba unaweza ukawa unapitia changamoto, unaona acha tu labda unalia, hujui ufanye nini. Sisi wanawake mara nyingi huwa tunalia, unalia. Sasa katika huo mchakato ndo unakuta mtu anajipoteza sasa hapo. Kabisa. Yaani tena yule Irene aliyeingia akiwa na ndoto, akiwa na nuru, akiwa na mtazamo chanya wa kimaisha, anapoteleana pale sasa. Kabisa. Inatokea na saa zingine haikwepeki. Kwa sababu bado Mungu anataka kukufundisha kitu. Unajua Mungu anaongea na sisi. Mungu anaongea na sisi. Ataanza kukugusa. Irene, hiki kitu sicho, usifanye. Wewe sio huyu. Hutasikia. Atakupiga kibao kichwani. Irene, nimeongea na wewe. Wewe sio wa hivi. Hiki sicho. Hutasikia. Unajua mahaba. Huwezi kusikia. Mwisho atakurushia tofali. Irene, huku unakuelekea siko. Amka. Yaani mimi naamini ile sauti ya nyuma ya kichwa chako ambayo unaisikia ni sauti ya Mungu. Anaongea na wewe kukukumbusha. Lakini mara nyingi tuna-ignore kwamba labda hapana. Acha hiyo ni akili yangu. Yes, akili yangu tu na nini, lakini hapana. Mungu anaongea na sisi. Kwa hiyo akishindwa kabisa anakuangushia ukuta. Akikuangushia ukuta hakuna jinsi. Utaumia zaidi lakini utashtuka. Na hapo sasa ndo utaanza kusema okay, fanya maamuzi. Ngoja sasa nifanye maamuzi magumu. Kwa mara nyingi iko hivyo. Kwa hiyo hata kama unapitia changamoto, kikubwa jaribu kusikiliza ile sauti ambayo inazungumza na wewe. Kwa sababu mara zote huwa inakuja. Tukiwa kwenye changamoto au tukiwa tunataka kufanya maamuzi fulani ambayo yanaweza kuathiri maisha yetu, kuna sauti ambayo inakuja tu. Itakwambia, hiki unachotaka kufanya au labda huyu mtu ambaye unataka kushirikiana naye sio mtu sahihi. Tunajua
Tunajua kabisa, yani huwa tuna hisia, tena wanawake ndio kabisa, sisi tuna hisia zaidi. Kwamba hata mtu akiingia kwenye maisha yako, au labda ni ofisini akaingia mtu ambaye ana energy ambayo ni mbaya, utahisi tu kwamba hakuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo tunajua, sikiliza hisia zako. Jisikilize, usidharau. Jisikilize. Akili yako inakwambia nini? Lakini pia pata muda mwingi sio wa kuongea na watu wengi kwa sababu watakuvuruga. Na ndio hicho kinachofanyikaga. Ataongea na unajua wanawake tunapenda kuongea, utaongea na vent, atatoka ataenda kwa mwingine, ataenda kwa mwingine. Haisaidii. Haisaidii. Mimi naamini kitu ambacho unaweza ukakifanya na kikakuwezesha wewe kuweza kupiga hatua ni kujaribu kurudi ndani yako wewe mwenyewe. Ukirudi ndani yako wewe mwenyewe, kuna nguvu fulani ambayo utaipata, ambayo ni hata watu nje wanaweza wasiamini huyu ndo yeye. Huyu mbona yuko hivi? Yani hakuna mtu ambaye ataelewa, ila ni wewe na Mungu wako ndio utaelewa. Kwa nini iko hivyo? Ni kwa sababu ulijikabidhi kwa Mungu wako na ukasikiliza kile ambacho alikuwa anakuambia, na ukaamini kwa moyo wako wote, kwa dhati, kwamba ndio Mungu anataka mimi nifanye hivi, na ukafanya. Ukiachana na kwamba yale labda Mungu atakwambia, utasema kwamba okay, mimi sasa hivi najisikia labda nitoe uhai wangu. Huyo sio Mungu, ni shetani. Huyo sio Mungu, ni shetani. Lakini mara zote sauti ya Mungu itakwambia kwamba okay, ni kweli unapitia magumu, lakini atakuonyesha njia ya kutokea. Ni sasa ni wewe mwenyewe sasa kupiga hatua. Kwa sababu hata na Mungu naye akikwambia okay, hatua ya kupiga ni hii, haji hapo kwako akakuletea jembe na mbegu na kila kitu. Labda atakuonyesha mtu fulani na mtu fulani anaweza akakusaidia hiki na hiki na hiki. Au anzia hapa. Halafu kitafuatia hiki, halafu kitafuatia hiki. Ruhusu ile process. Ruhusu. Lakini sasa unakuta watu wana ujue katika utu uzima huu unaweza kukuta mtu anaogopa kufanya maamuzi kwa sababu pengine anaona akitoka mle kwenye ile nini ataweza kujimudu kiuchumi, umeona, au yani anaona kama maisha yatakuwa magumu sana. Kwa hiyo anaona ni bora potelea pote. Acha tu niendelee acha tu niendelee kukaa hapa. Ni kweli. Sasa okay, nataka nikuulize swali. Wewe unaamini kwamba mwanamke unalizungumziaje swala la mwanamke kuachana na ndoto zake pale anapokuwa ameolewa? Yaani unakuta huyu binti alikuwa na ndoto nyingi sana, pambanaji, anafanya vitu na nini, lakini baada ya kuolewa unaona taa imezima ba. Ukimuuliza anakuambia nataka niwe mke mwema. Nataka niwe sort of kama yeye anaua ndoto zake ili aweze kuruhusu maisha mazuri. Nafikiri uelewa tu umekaa kitofauti, lakini pia nafikiri kuna nafasi ya wazazi. Nafasi ya wazazi. Na wazazi wana nafasi kubwa sana ya kuzungumza na mabinti zao na kuwakumbusha mabinti zao kwamba ndoa haipaswi kufanya ndoto zako zife. Au kutane na mtu ambaye atakwambia kwamba okay, acha ndoto zako then tuendelee na maisha. Kwa sababu kiuhalisia kwa maisha ya sasa hivi jinsi yalivyo ni kusaidiana. Kwamba mume atajitahidi, atafanya 1 2 3, lakini na mwanamke na wewe kwa nafasi yako utafanya 1 2 3 kwa ajili ya kusaidia familia iweze kwenda. Huwezi kumwachia huyu mwanaume majukumu yote ayafanye yeye. What if mwanaume akasema mimi naweza kuyamudu yote? Unamjua, unamjua. Yaani tusijidanganye. Ukiwa umeingia kwenye mahusiano na mtu na of course unajua maisha yake jinsi yalivyo, maana mnakuwa kwenye kipindi cha mahusiano kwanza kwa muda, then mnakuwa pamoja, unajua ndoto zake ni zipi na kadhalika. Akipitia magumu unajua. Kuna uwezekano mwanaume akawa ameingia kwenye mahusiano na mwanamke, wameoana, na akamwambia mke wangu mimi nataka tu ukae nyumbani,
ulee watoto, mimi nitafanya kazi. Nihakikishe kwamba nyumbani kuko salama, watoto wanakwenda shule na kadhalika. Lakini sasa inapotokea kwamba hata mwanaume katika yale ambayo anayafanya labda anapitia changamoto, alafu wewe huko nyumbani bado ukaendelea kujipa moyo kwamba kila kitu kitakwenda sawa, hapana. Mnaweza kuzungumza na kukubaliana kwamba sasa okay, maisha hayawi hivyo hivyo siku zote, yanakupanda na kushuka. Hayo ndio maisha jinsi yalivyo. Kwamba okay, sasa hivi labda tunapitia hii changamoto fulani, tufanye nini? Nini ambacho tunaweza tukakifanya kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba familia yetu inasonga mbele. Yes. Kwa hiyo nafikiri labda wanawake tu baadhi wanapata uoga wa kuona kwamba sasa nikianza kusema labda nitoe mawazo yangu. Na mara nyingi wanawake wana mawazo na wana maono, na sometimes huwa inatokea hata kabla ya kuingia labda kwenye janga fulani, mwanamke ana sense huku tunakoelekea kuna kitu kitaenda kuwa hakiko sawa. Sasa inategemea na aina ya mwenza ambaye uko naye. Kuna wengine ambao anaweza akasikiliza au mkashauriana kwamba okay, sasa tufanye nini na nini na nini. Lakini kuna wengine ambao ego ndo imetangulia mbele. Wako hivyo. Most of men nafikiri wana hiyo ego ya kwamba okay, mimi baba familia, mimi ndo natoa maamuzi yote ya mwisho na kadhalika. Huyu labda ataniambia nini? Asijue labda kuna uwezekano mkubwa kwamba kupitia huyu mwanamke labda na vitu ambavyo anaweza kufanya inaweza ikasaidia mpaka na yeye akainuka. Kwa sababu naamini hakuna mwanamke ambaye anamuombea mume wake asifanikiwe. Kila mwanamke anatamani kuona mwanaume wake amefanikiwa ili waweze kuishi vizuri. Iko hivyo. Kwa hiyo ni sababu ya yeye kuacha ndoto zake. Mimi nafikiri uoga, lakini pia upungufu wa imani. Kwa sababu kama unamwamini Mungu wako, kwa nini upate uoga wa namna hiyo? Yaani unakuta sio nikuelezeje. Yaani unakuta mtu alikuwa na ndoto kama mimi kwa mfano. Nafanya mambo yangu na nini na nini. Lakini baada ya kuolewa naamua kuachana navyo, labda kwa matakwa ya mume wangu. Labda anasema unaonekana sana bwana. Unaona, yani inakuwa kama threat kwake. Au hii mambo ya kukutana na watu wengi, hiyo mimi sipendi. Sitaki ufanye kazi. Nataka ukae nyumbani. Wewe unamshauri nini mtu mwenye situation kama hiyo? Nafikiri mnaweza kuzungumza. Yaani hapo huwezi, kwa sababu kama mwanamke ambaye unapaswa kumheshimu mume wako, huwezi kusema kwamba okay, mume wangu amesema kwamba nisifanye, mimi nafanya kwa sababu nina ndoto yangu na umeelewa? Yaani hata Kiafrika haiko hivyo. Kwa hiyo mnaweza kuzungumza. Mimi naamini mara zote, yani mazungumzo kwa njia yani ya utulivu kabisa, mnaweza kuzungumza na kukubaliana na kueleweshana. Mwisho akaelewa kwamba okay, sawa, labda hii ya kutoka na kukutana na watu wengi na nini hutaki, lakini hebu tufikirie basi kitu chengine. Ili mradi tu isitokee kwamba uko nyumbani tu. Umekaa. Kama mnaweza mkajikuta mmepata suluhisho jingine ambalo lisimkwaze yeye, lakini wewe pia ukaweza kuendelea na kile ambacho unatamani kukifanya. Yeah. All right. So what is another lesson? Somo gani jingine ambalo unatamani kujua kabla ya kuolewa? Somo jingine ambalo nilitamani kujua kabla ya kuolewa ni kwamba hakuna jambo gumu ambalo halina mwisho. Hakuna. Chochote kigumu ambacho unakipitia sasa hivi. Of course kilishaandikwa kwamba ukipitie. Na kwa nini kiliandikwa ukipitie? Ni kwa sababu matatizo hutokea kwa sababu mbili kuu. Kwanza ni kukuvusha kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini pia jambo la pili ni kukuinua kutoka level fulani ambayo ulikuwepo kwenda kwenye level nyingine. Kwa hiyo tuyashukuru matatizo yanapotufika, tuyashukuru. Ila ukiwa na positive mindset. Unapopitia matatizo, ukiangalia yani ukirudi nyuma kabisa unaona kabisa kweli hiki nimekipitia, lakini sababu kuu ilikuwa ni hii fulani. Yes. Kwa hiyo matatizo yanatusaidia.
na hakuna mtu ambaye anaishi bila changamoto yoyote. Yaani wewe kama unaishi huna changamoto yoyote ni maiti. Yaani changamoto ni za lazima. Kama unahitaji kuvuka kutoka hatua moja kwenda sehemu nyingine, hilo halikwepeki. Yes, utapitia changamoto, lakini sasa ujue jinsi ya kujitathmini, ujue jinsi ya kujituliza na kuamini Mungu. Yaani uamini Mungu kwa kiwango kikubwa sana, kwamba chochote kile ambacho anakupitisha kwanza sio kwa sababu anakuchukia sana wewe au anataka kuangamiza sana wewe, hapana. Kuna kitu ambacho unapaswa kujifunza, lakini pia ukishajifunza utoke kwenye hatua moja uende kwenye hatua nyingine. Any other au zimeisha? Vitu viko vingi sana kwa sababu kweli. Tupe mbili za mwisho. Okay. Kitu chengine ambacho nilitamani kujifunza ni hiki. So unajua ile unapokuwa unaingia kwenye mahusiano au unaingia labda kwenye ndoa na kuamini kwamba unapaswa kufanyiwa. Kwa sababu kuna baba wa familia, so akufanyie kila kitu. Unataka hiki, utasema nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Hakuna mwanaume ambaye anapenda kumfanyia mwanamke kila kitu. Wapo baadhi wenye uwezo wao wa kufanya hivyo, wanafanya kwa wake zao. Lakini kwa sisi ambao tunatokea kwenye familia hizi za kawaida, hata anaweza akajifanya kama vile yuko sawa kukufanyia vitu, lakini anachoka. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba ni lazima mwanamke ama mtoto wa kike kujua kwamba kile ambacho unahitaji kufanyiwa na mwenzako, wewe unaweza kujifanyia. No, anatakiwa aweze kufanya. Yes, anatakiwa aweze kufanya. Je, wewe mwenyewe unaweza kujifanyia? Sasa inategemea. Inategemea na nini? Itategemea kama anataka kwenda Kempiski. Na sina hela kwenda Kempiski. Je, huyo mtu ambaye umefunga naye ndoa, alishaye kupeleka Kempiski hata siku moja? Kwenye maisha yenu? Depends. Tusizunguke mbuyu, Irene. Tunajua watu wetu ambao huwa umeelewa. Sure. Unajua status yake na kila kitu. Kwa hiyo kabla hujaanza kusema labda unatamani akufanyia kitu fulani au kitu fulani, hebu turudi basi na sisi wenyewe tujiulize, hiki ambacho natamani mwenzangu anifanyie, mimi naweza kujifanyia? Naweza nikajifanyia mwenyewe au mimi naweza nikamfanyia yeye? Kwa sababu naamini kwamba kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, ndio mwanaume yeye ni protector wa familia, atailinda familia na ataprovide kwa ajili ya familia. Lakini kama ataprovide kwa ajili ya familia, na wewe mwenyewe pia unatakiwa uwe na uwezo ule wa kusema labda you are very supportive kwa mtu wako wa karibu, lakini pia umemwekea yale mazingira ambayo na yeye hatakuwa hana hizo stress za kumfanya ashindwe kukufanyia wewe vile vitu. Umeelewa? Sasa tuchukulie mfano labda mtoto wa kike ameolewa au labda yuko kwenye mahusiano, and then kwenye birthday yake anasema mimi nataka gari. Anatamani tu kwamba apate gari, lakini anaona huyu jamaa ambaye labda anatoka naye au labda ni mume wake mwenyewe anapanda daladala anaenda ofisini, au labda anachukua Uber. Umeelewa? Yaani lazima tuwe realistic kwenye haya maisha. Lazima tuwe realistic kwamba hata nikisema natamani kupata kitu fulani, basi angalau mimi niwe na uwezo wa kusema okay, hiki kitu ninachotamani mwenzangu anifanyie, hata na mimi naweza nikakifanya au nikamfanyia na yeye pia, ili isiwe tu imeelemea upande mmoja. Yes. Haipaswi kuwa hivyo. Kwa kile ambacho una demand kwa mwenzio, na wewe unatakiwa uwe na uwezo wa kukifanya au kukitoa. Yes, uwe na uwezo wa kukitoa, kwa sababu hii ni two way. It's a two way. Japokuwa nakumbuka uliwahi kutufundisha kuna 5 love languages. Kila mtu ana ya kwake. Maana kila mtu anao ya kwake. Kwa hiyo kama tangu mwanzo nyewe mlivyoanza, yeye labda alikuwa anapenda kukununulia mizawadi, anakupeleka Kempiski na nini. Yeye ndio jinsi anavyoonyesha upendo wake. Sasa basi angalau na wewe ujue love language yake ni ipi. Ili uweze kucompromise hapo. Umeelewa? Yes. Yaani kwa maana ya kwamba mtu akifanya mara zote anachoka. Yes.
All right. One more and we good to go. Okay. Kitu chengine ambacho ni cha muhimu sana kukumbuka ni kwamba muda wowote ambao unatamani kuanza kitu ni muda sahihi. Hujawahi kuchelewa wala hujawahi kuwahi. Very important. Imekuchukua miaka 10, imekuchukua mwaka mmoja, imechukua mitatu, tunatofautiana. Muda wowote ni sahihi. Na ukiingia sasa ukasema okay, Mungu umenionyesha kwamba okay, hiki ndio sahihi, nahitaji kukifanya. Ingia fully, mazima, bila woga. Ingia, fanya ukimtanguliza Mungu. Kwa hiyo usiwahi kusema kwamba okay, nimechelewa sana, tayari nina watoto 4, nitafanyaje? Trump amekuwa rais akiwa na miaka mingapi? 70 I think. Yeah, but yeah, lakini Trump ana hela yule mzee. Achana tu na kwamba ana hela. Kwamba muda wowote ni sahihi. Yes. Yaani kama una ndoto, whether umepitia huko mikanganyiko, panda shuka, ukazalishwa na watoto 4, 5 na maisha yako yakavurugika kabisa, bado muda sahihi utakuja, na ukifika utaujua na utafanya. Lakini pia hii ni bonus. Tujifunze kusamehe na kujisamehe. Kwa sababu sisi ni wanadamu. Sisi ni wanadamu, na kuna muda kusamehe naona kama inaweza ikawa rahisi, ila kujisamehe huwa tunachukulia poa sana. Tena kitu muhimu sana. Na mara nyingi tunaweza kukutana na aina ya wenza ambao wakatumia makosa ambayo tunayafanya kuendelea kudidimiza. Yeah, sure. Umeelewa? Kwa hiyo ukiwa na uwezo wa kujisamehe, ina maana inaweza kuwa ni rahisi zaidi kwako wewe kupiga hatua nyingine mbele. Ukishindwa kujisamehe, basi umekwisha. Na kwa nini ujisamehe? Ujisamehe kwa sababu wewe ni binadamu. Umeumbwa na Mungu, una damu. Kwa hiyo makosa yani kuna watu yani makosa ambayo yanafanywa na watu sasa hivi yalishafanywa miaka na miaka ya nyuma iliyopita huko. Hakuna mtu yote ambaye yuko clean. Hakuna. Kila mtu ana makosa yake ambayo anayafanya. Kwa hiyo jua jinsi ya kusamehe, let go. Alafu pia jua jinsi ya kujisamehe ili uweze kuanza upya. Yeah. Nawezaje kujipenda kama nikitaka kujipenda mimi kama mimi? Kwenye kujipenda sasa inategemea na jinsi wewe mwenyewe jinsi ulivyo, lakini kikubwa nafikiri inaanzia kwenye kujiamini. Kwa sababu huwezi kuwa unajipenda alafu usijiamini. Jiamini, lakini amini kwenye chochote kile ambacho unafanya, lakini amini kwamba unatosha. Yaani Mungu alivyokuumba ameshakuwekea kila kitu ambacho ulikihitaji. Kila kitu Mungu alishakuwekea. Kwa hiyo usiwe na zile doubts ya kwamba labda itawezekana, labda isiwezekana, kwa sababu ukiwa na hizo doubts na maana unamdoubt Mungu. Mungu alishakujua wewe tangu kwenye tumbo la mama yako. Anajua kabisa destiny yako wewe ni ipi. Tunachopaswa kufanya sisi ni kuamini na kutenda. Kwa sababu bila kutenda ziko tu zero. Yaani hata kama unajiamini kiasi gani, hata kama una ndoto nyingi kiasi gani, bila kuchukua hatua, tabaki hapo na utaendelea kumlaumu Mungu. Au utaendelea kumlaumu partner wako, labda mimi hiki na hiki na hiki, kumbe wala. All right. Yeah. That's nice. Kwa kumalizia, unaweza ukamshauri nini kijana wakati anachagua mwenza? Aangalie vitu gani, azingatie nini? Vya msingi. Vitu vya msingi. Vitu vya msingi ambavyo naweza kuvizungumzia kama vitatu. Cha kwanza, lazima ujue na values za huyu mtu wako. Yaani sidhani kama mnapaswa kuwa na misimamo ambayo inatofautiana sana. Kwa sababu once ikitokea hivyo, mkanganyiko unaanzia hapo. Inakuwa kama timu pinzani. Inakuwa ni kama vile timu pinzani. Wewe unataka hiki, mwenzako anaamini hiki. Kwa hiyo lazima mtaparangana tu, lazima. Kwa hiyo kwanza ujue na yeye anasimama kwenye misimamo gani. Sio baya, muulize. Wewe unaamini katika nini? Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia lazima ujue huyu mtu wako yeye ana ndoto. Jua ndoto zake.
Lakini pia na yeye anapaswa kujua ndoto zako. Hii kidogo inaweza ikarahisisha wote wawili kuweza kusaidiana, kila mmoja afikie kwenye lengo lake. Sasa mimi naamini mnapoingia kwenye ndoa sio issue ya kwamba tu uko nyumbani umepika, umepakua, umeogesha watoto, umefanya nini. Hapana. Lengo hasa linakuwa ni nini? Ni lazima kila mmoja amsaidie mwenzake afike kwenye lile jukumu hasa ambalo Mungu alimpangia kufika. Kwa hiyo ukiona kwamba labda umeingia kwenye mahusiano na huwezi kutoa msaada wowote kwa yule mwenza wako na kumsukuma ili afike kule ambako anapaswa kufika, then wewe ni nani? Kwa sababu tunapaswa kusaidiana. Mimi ni kusaidia wewe ufikie malengo yako makuu, na wewe unisaidie mimi nifikie kwenye yale malengo ambayo Mungu amenipangia. Mimi nisipinge kwenye ile ndoto yako ambayo unaiamini, lakini na wewe usipinge kwenye ndoto ambayo mimi naiamini, sababu ile ndoto ni mimi na Mungu. Hakuita watu wengine kina Irene wakakaa hapo kwamba jamani sasa tunampa Zai ndoto hii na hii. Hapana. It's between me and my God. Mimi ndo naifahamu. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kusupport pale unapoweza. Lakini pia kama inatokea naweza nikawa na ndoto ambayo unaweza kuona inaweza labda ikaniletea changamoto kidogo, nionyeshe tu kwamba okay, nafikiri hapa labda ungepita njia hii, labda ungeweza kufanya hivi. Yaani iwe support ya namna hiyo. So ile kusema kwamba unataka kufanya hiki kitakusaidia nini? Umeona watu wangapi ambao tusivunjane moyo. Sidhani kama ndoa zinapaswa kuwa yani kwa kifupi ndoa haitakiwi kudumaza. Haitakiwi kudumaza, yani kwamba umebaki tu kwa hapo. Unabaki hapo, yani ulivyoingia ndio hivyo unabaki hapo. No, haipaswi kuwa hivyo. All right. Yes. Wow, that's amazing. Msikilizaji na mtazamaji wetu, na kushukuru sana kwa muda wako. Huyo alikuwa ni Zainab Lukuta na anaishi Tanga, lakini amekuja Dar. Nikaona sasa kwa nini asije studio akatubariki na busara 2-3. Kwa hiyo ni vitu na naamini umechukua vitu vile vitatu kutoka kwake kwa ajili ya kuapply kwenye maisha yetu. Tunajifunza kila siku, tunajifunza kutoka kwa kila mtu. Kwa hiyo Zainab yeye hayo ndio ya kwake. Na kushukuru sana kwa muda wako. Ungependa una social media? Sikuoni kama uko active kule. Nipo active. Sema sasa hivi social media yangu ni ya masuala yangu ya shamba ambayo nafanya, kwa sababu nimeamua kuweka nguvu yangu yote iko huko. Okay. Natumia tu Miss Zainab Ahmed Lukuta kwenye Instagram. Miss Zainab Ahmed Lukuta, mtafute huko Instagram. Unaweza kubadilishana mawazo, pengine ushauri wako kama mahusiano unaweza ukawa huja kuingia vizuri, lakini pengine unataka kujifunza kuhusu kilimo. Unaweza ukamtafuta ili mambo yakaenda sawa. Naitwa Irene Kamgisha na nakushukuru sana kwa muda wako kuweza kuangalia kipindi hiki mpaka mwisho. Hakikisha umesubscribe kama hujasubscribe, lakini natamani kuona pia wewe una funzo gani. Wewe ulioolewa ni vitu gani ulitamani kuvijua kabla ya kuoa au kuolewa, ili wengine wapate kujifunza kutoka kwako. Nakushukuru sana. Nipo Instagram kama Irene Kamgisha _ nipo TikTok na Facebook kama Irene Kamgisha, pamoja na kwenye mtandao wa X kama Irene Kamgisha. Tukutane tena kwenye episode ijayo.